nilikubali kwamba nitafanya mkutano hapa, lakini ulipokuwa unafika tulikutana hapa Rest House hapa ndani, tukakupokea. Mkuu wa mkoa akatoa salamu za mkoa na mimi nikatoa salamu za chama za mkoa, lakini nikakueleza changamoto kama mbunge wa jimbo hili, na kabla ya hapo ulizipokea na tulikuwa na viongozi mbalimbali mle ndani. Tukiwa pale ndani, kwa kawaida wale waliosoma madarasani kulikuwa kuna kitu kinaitwa kutazamia. Kufanya nini? Kutazamia, ili uweze kuandika vizuri, ili uweze kucheki mwenzako ameandika nini. Kama ameandika kibovu, maana yake na wewe utaandika kibovu. Sasa tukiwa pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mtu akatazamia zile kero nilizokuambia, na mimi kwa busara yangu kama mwenyekiti, nikiwa pale Njombe kwenye mkutano wako mkuu, nikasema, nikaeleza mafanikio makubwa ndani ya mkoa wetu, lakini nikasema changamoto zitaelezwa na mbunge husika katika maeneo husika ya hapa Makambako. Leo umefika na kushukuru sana. Waziri Mkuu, Makambako kama unavyoniona, kwa kweli lazima niwe mkweli kutoka kwenye mkakati ya moyo wangu. Makambako hii imebadilika sana. Tumepiga hatua na aliyofanya tubadilike ni Mheshimiwa Rais. Serikali ya awamu ya 6 imefanya mambo makubwa, kuanzia elimu, afya, ujenzi na mambo mengine mengi imefanya. Lakini wako wawakilishi wa kufanikisha hayo. Kuna msemo unaosema usione tumefanya nini, imeelea. Wako waliounda. Mimi na baraza la madiwani na halmashauri ya Makambako ndio tunayopokea mamilioni ya fedha ambayo zinafanya maendeleo katika mji wetu wa Makambako chini ya mkurugenzi wetu Aule. Sasa naomba niende moja kwa moja kwenye changamoto hayo, mengine nitasema baadaye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna changamoto kama 3 nazo zinahusu tabia. Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la kwanza lilikuwa ni umeme wa upepo. Iko kamati ambayo iliundwa na wenyewe wadau wanaodai fidia, chini ya mwenyekiti mmoja nimemwona hapa yule pale, ndio walichagua watu 7 ili washughulikie. Niliwaleta, walikuja Dar es Salaam, wakiwa kule Dar es Salaam na ni Dodoma, walikutana. Niliwapeleka kwa waziri wa ardhi Lukuvi. Waziri Lukuvi alisema yafuatayo, alisema kama fidia haijalipwa kwa muda mrefu, anaomba ardhi hii warudishiwe kwenye maji. Hayo ndio alikuwa maelekezo ya waziri wa ardhi. Watu hawa walirudi hapa na waziri alimpigia simu mkurugenzi kwamba ardhi hii irudi kwa wenyewe. Baada ya siku 2, wakati ule waziri wa nishati na madini alikuwa Mheshimiwa Dr. Kalimani, akapiga simu kwamba hapana, wasubiri, tunaendelea na michakato na mipango. Tukarudi tukawaambia wananchi wasubiri, na wenyewe hawa kamati wakasubiri. Lakini kipindi kilichopita, Mheshimiwa Waziri Mkuu, alipita hapa Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Mpango, alisimama hapa uliposimama wewe. Tulimweleza changamoto hii na changamoto zingine zote 3. Alitoa maelekezo hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba swala la umeme wa upepo lishughulikiwe, swala la soko lishughulikiwe, swala la fidia ya ibefu lishughulikiwe. Hata kwa maelekezo wanasema anayejua matatizo ya jimbo hili ni Jabi.
maelezo haya sasa, naomba wewe ndio mtendaji mkuu, kwa hiyo naomba mtulie, hatuna majibu hapa. Tukija kwenye upande wa elimu, mimi kama mbunge natakiwa kusaidia wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi kupitia kampuni yangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekuwa nikifanya hivyo tangu huko, Mheshimiwa Waziri Mkuu, 23-24 Waziri Mkuu, kutokana na mambo aliyofanya rais makubwa ya kujenga madarasa na kadhalika. Mimi nimeweza kujenga madarasa 14 na ofisi pale, Mheshimiwa. Hao wananchi wanajua na mimi ninavyofanya maendeleo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sina kawaida ya kupeleka mambo kwenye nini, sina kacha hiyo na sina huruka hiyo. Mimi ya zangu ni hawa wananchi, kazi ninazofanya hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ukienda upande wa ujenzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea vizuri. Talula na TANROADS, kazi inafanyika vizuri sana. Ukipita hapa mitaani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata lami tunaendelea kujengwa, lakini vile vile safari hii juzi tumepata tena, niliwaambia wananchi hawa tumepata kilomita 5, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hivi sasa na niliwaambia zinajengwa sehemu gani. Haya ni mafanikio makubwa, na barabara za changarawe Talula wanafanya kazi nzuri. Lakini vile vile tukienda kwenye afya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye afya kila mahala, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata zahanati, tumepata vituo vya afya. Tuna zaidi ya vituo vya afya vinne vipya kwenye jimbo hili. Hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukikata jicho lako hapa mbele, hapa kama mita 80 kana kituo cha afya. Lakini ukigeuka kitu ambacho sio cha kawaida, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tunajenga zahanati hapa. Jamani, kila ukigeuka hapa zahanati, ukigeuka hapa kituo cha afya, ukigeuka yote ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuhakikisha kina mama na watoto wanapata huduma safi. Lakini haviwezi kuja bila kuwepo na msemaji hapa. Iko vitu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Daktari ni lazima usomee darasani, ni lazima uwe mtafiti wa kujua wananchi wako wanataka nini, na mimi na PhD ya kujua wananchi hawa wanataka nini. Hapa iko vitu.